you, Jesus. He is a great God and greatly to be praised. Oh Lord, thank you. We worship you. You are a great God. The Bible says great is the Lord and greatly to be praised. In the city of the Lord. Oh Lord, oh in Mount Zion, the city of the great King. We worship you for all you have done. You are a great God. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love. In Jesus' glorious name. Somebody say louder, amen. Lift up your voice and ask him to visit you in this service. The Bible says better is the end of the matter than the beginning thereof. On this last Sunday of the month of April 2020, the best of God is always reserved at the last. The Bible says on the last day Jesus stood and said, if anyone thirsts, let him come. And out of him shall flow rivers of water. And he said, the Bible says it talks about the Holy Ghost. The last day is every one day. Lord, on this last Sunday of the month, let your healing power flow. Heal your people, deliver your people. Thank you, Jesus. Somebody say louder, amen. God will heal you today. I say God will heal you today. I'm not hearing a louder amen. I'm not hearing a louder amen. Somebody expect and shout a louder amen. Choir, can you sing Pass Me Not Urgent? Just one verse. Pass me not gentle Savior. Sing it as Swahili. Sing it as Swahili. Usini pite moko osi. Hey.
Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. God have heard you. Mungu amekusikia. He will not pass you by today. Hatokupita leo. I say he will not pass you by Sema today. hatokupita leo. You are going back with your own testimonies today. Unarejea kuwa na ushuhuda wako leo. That sickness that came here with you Ugonjwa uliokuja nao hapa leo will not return with you today. hautarejea nawe leo. In the name of Jesus the Christ, Katika jina la Yesu Kristo, that sickness will drop off you in the name ugonjwa of Jesus. utadondoka toka kwako kwa jina la Yesu. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Lord, send your word to your people Bwana, watumie watu wako neno and let everyone be na blessed. kila mmoja akabarikiwe. And at the end, all the glory will return to Na you. mwisho wa siku utukufu karejee kwako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. It is my year of breaking limits. Mwaka wangu wa kuvunja mipaka. Then what eyes have not seen or ear heard Kile ambacho macho hajaona wala sikio shall hajasikia be your experience yatakuwa ni uzoefu wako wewe all through the year siku 2020. zote za mwaka 2020. Congratulations. Hongera. Amen and amen. Amina na amina. Please have your seat. Tafadhali keti. Help me wave to your neighbor, you are welcome. Pungie jirani yako, mwambie karibu. Help me wave to your neighbor, you are Pungie welcome. tu kwa mbali No, hivi, your mwambie neighbor is far karibu. away from you. Wave you are welcome. Mpungie jirani yako, Tell mwambie another karibu. neighbor you are Na welcome. mpungie jirani mwingine, mwambie unakaribishwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bwana With asifiwe. Jesus' joy, I welcome you to this special Thanksgiving and dedication Kwa service. furaha ya Kristo na kukaribisha katika ibada This maalum is ya our shukrani na second kuweka service wakfu. today. Ni ibada yetu ya We pili leo. appreciate God for the first service, Tunamshukuru Mungu kwa ibada ya kwanza and we know na tunajua God will do much more Mungu atatenda mengi zaidi in this second katika service. ibada hii ya pili. Hallelujah. Haleluya. I say hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia haleluya hallelujah. kubwa. Remember, Kumbuka, I will restore health unto you nitakurudishia afya. is the prophetic focus for this month. Ndio mlengo wa kinabii kwa mwezi huu. I will restore. Nitakurudishia. And God's servant will always say Mtumishi wa Mungu wakati wote huwa that anasema God is not a joker. kwamba Mungu yeye hana He masiara. means what he says Anamaanisha and anachosema says what he means. na anasema anachomaanisha. When whatever God says, Chochote ambacho Mungu anakisema he is committed to do. anawajibika kukifanya. Our challenge is we don't believe him. Changamoto yetu ni kwamba hatumwamini. Jesus went to his own town. Yesu alikwenda kwenye mji wake mwenyewe. He couldn't do mighty works there. Hakuweza kutenda mambo mengi He pale. marveled at their unbelief. Alishangaa kwa kutokuamini kwao. The Savior that was going everywhere, Yule Mwokozi alikuwa akitembea kila eneo. healing all that were oppressed, Alikuwa akiponya wote waliokuwa wakionewa. went to his own country Alipokwenda kwenye nchi yake mwenyewe, and they began to despise him. wakaanza kumdharau. Is he not the carpenter's son? Je, huyu sio yule mwana wa We seremala? know his mother. Tunamjua mama yake. His siblings are here with me. Ndugu zake wako hapa pamoja nasi. Jesus marveled and their Yesu unbelief. akashangaa kutokuamini And kwao. say a prophet is with honor but not in his own time. Akasema nabii hakosi heshima isipokuwa katika mji wake mwenyewe. They committed a sin of familiarity. Walifanya ile dhambi ya mazoea. That has been the challenge of many Christians. Na hiyo ndio changamoto ya Wakristo The wengi. challenge of many winners. Changamoto ya washindi They wengi. are familiar with the anointing. Wanauzoea They are upako. too familiar with the communion. Wanauzoea sana They ushirika are too mtakatifu. familiar with the pastor. Wanazoea sana wachungaji. Everything they commission, they are too familiar. Wanazoea vitu katika huduma. Oh, do you know since we have been doing that? Unajua tangu tumekuwa tukifanya Do you hivyo. know when I joined this commission? Unajua nilivyojiunga na huduma hii. Jesus marveled at your unbelief. Yesu akashangaa kutokuamini kwao. It takes faith Inahitajika imani to attract virtue from him. ili kuvuta nguvu kutoka kwa Yesu. I want your faith to be alive. Nataka imani yako iwe hai. Hallelujah. Haleluya. And you shall return healed. Na utarejea uko umeponywa. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. Our teaching series is titled Mfululizo wetu wa masomo Understanding unaitwa Our kuelewa Heritage of Dominion ule urithi wetu wa kutawala over sickness and disease. dhidi ya magonjwa na madhaifu. This is part 4B. Hii ni sehemu ya 4B. Understanding is a key word in our dissertation. Kuelewa ndio neno muhimu katika ibada hii. Proverbs 21 verse 16. Mithali A 21:16. man that will not Yule mtu
take heed of understanding ambaye hatojali ufahamu will suffer what the world is suffering. atateseka kile kinachotesa ulimwengu. Permit me as I paraphrase that scripture. Niruhusu niseme kwa namna hii. He will remain in the congregation of the dead. Atakaa katika mkutano wa And waliokufa. you know it is understanding of the world that fuels faith. Na unajua ni kule kuelewa The imani. light the world carries Ile nuru neno lilobeba comes through understanding. inakujia kupitia ufahamu. Psalm 119 verse 130. Zaburi ya 119 The mstari wa entrance 130. of thy word. Kuingia kwa neno. There is a difference between reading the word and being entered. Kuna tofauti baina ya kusoma neno You kulitafakari na neno allow the kukuingia. word to enter you and also enter into the word. Unaliruhusu neno likuingie na wewe unaliingia lile neno. It brings light and understanding. Inakuletea nuru na ufahamu. And anytime your light breaks forth, Na kila wakati nuru yako inapotokeza, your health will spring forth. afya yako nayo itachomoza. According to Isaiah 58 verse 8, Isaya 58:8. your light will break forth Nuru yako itachomoza and your health will spring forth. na afya yako itatokeza kwa There is kasi. a connection between sickness and darkness. Kuna muunganiko baina ya And magonjwa na also there giza. is a connection between light and health. Pia kuna muunganiko baina ya nuru na afya. If you remain in darkness, Kama utadumu kwenye giza, it's equal to remaining in sickness and disease. ni sawa na kubaki katika To magonjwa na come out madhaifu. of darkness Kutoka kwenye giza is to say bye-bye to ni sickness and kusema disease. kwa heri kwa magonjwa na madhaifu. Hallelujah. Haleluya. Darkness shall cover the earth, the Bible says. Giza litaifunika dunia, Biblia In inasema. Isaiah chapter 60 verse 1, 2 and Isaya 3. 61 na kuendelea. Arise, shine, Inuka for the light uangaze, is come. nuru yako The glory imekujia. of the Lord is risen Utukufu wa Bwana upon you. umekuzukia. He said, behold, darkness, Tazama, giza, darkness giza shall cover the earth. Gross itafunika darkness. dunia. But those that have light will arise. Lakini wale wenye nuru watainuka. Hallelujah. Haleluya. The dominion Tawala, of light over darkness utawala kwa nuru dhidi ya giza, is unquestionable. haina mashaka hiyo. Hallelujah. Haleluya. John chapter 1 verse 5 say, light shineth in Yohana darkness, 1:5 anasema nuru yang'aa and gizani, darkness comprehended wala it not. giza halikuweza kuishinda People hiyo of nuru. God, the secret Inahitajika tu of kujua exploit siri. in this kingdom is light. Siri ya matendo makuu katika ufalme huu ni Bishop nuru. Oyedepo will tell us, Askofu Filipo angetuambia, we have not succeeded by luck, but by light. hatujafanikia kwa bahati bali kwa nuru. By this month, this week, or Saturday will be 39 as a commission. Jumamosi huduma itakuwa inatimiza miaka We have 39. not succeeded by luck, Hatujafanikiwa kwa bahati, but by light. lakini kupitia To nuru. live in divine health, it demands light. Kuishi katika afya ya kuingu inahitajika And nuru. that light will only come through Na understanding. hiyo nuru itakujia kupitia ufahamu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Many read the word, many don't understand. Wengi hawalielewi neno. Remember, Ethiopian Enoch was a learned gentleman, Yule liwali wa Ethiopia alikuwa ni msomi, but he was reading the word. lakini alikuwa anasoma neno la Mungu. It's not about how many degrees you have. Sio swala una degree ngapi. We are talking about spiritual things. not- Tunazungumzia mambo ya kiroho hapa. It's not about where you went to school. Sio swala umesoma shule The gani. man was a learned man. Huyu ndugu wa But he Ethiopia was alikuwa msomi. reading Isaiah 53. He couldn't understand Alikuwa it. anasoma Isaya 53 lakini hakuweza kuielewa. And the Holy Ghost knew. He told Philip to go and join him. Na Roho Mtakatifu akamwagiza Filipo aende aungane naye. Philip said, understanding what David Filipo is. akamuuliza, unaelewa hayo unayoyasoma? You could see it in Acts chapter 8. Matendo sura ile ya 8 unaweza kuona pale. Acts chapter 8. Matendo sura ya 8 Reading about 30 something verse. mstari wa 30 nao. He said, understanding what David is. Unaelewa hayo unayoyasoma? He said, how can I until Akamjibu, someone? nitaelewaje isipokuwa mtu amenielewesha? When the scripture was open to him, Ile maandiko yalipofunuliwa understanding kwake, came, ufahamu ukamjia, faith came. imani He ikajengeka. was telling Philip, Alikuwa anamwambia Filipo, this is water, can't I be baptized? haya ni maji, je, siwezi kubatizwa? That, Acts chapter 8 verse 30 up to 31. Matendo People of God, 8:30. understanding is the difference between one believer and the other. Watu wa Mungu, ufahamu ndio unamtofautisha muamini mmoja na mwingine. Hallelujah. Haleluya. I can say, according to Daniel chapter 11 verse 32, Sasa na Danieli 11:32. they that do know and understand their God, Wale wamjuao na kumwelewa Mungu wao they shall
be strong. watakuwa hodari. If you understand your God and understand who you are, Kama ukimwelewa Mungu wako na understand what ukajielewa is wewe ni nani, available for you in na redemption, ukaelewa nini kinapatikana kwa ajili yako katika wokovu, coronavirus will not be a threat to your life. kirusi cha corona kitakuwa tishio katika maisha yako. You will not fear their kind of fear. Hautaogopa ile hofu wanayoogopa wengine, hautaogopa All it kabisa. takes is understanding. Kinachohitajika ni Say, ufahamu. you shall be strong. Anasema utakuwa hodari. Understanding gives strength. Ufahamu ama uelewa unakupa nguvu. The Bible says if you faint Biblia inasema ukizimia in the days of adversity, katika siku ya taabu yako, your strength is small. nguvu zako ni chache. In a time we are today in the world, Katika majira tuliokuwa nao ulimwenguni sasa, is a time champions are born. ni wakati ambako majitu yanainuka. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. What is happening have revealed the faith of many Christians all over the world. Kile kinachotokea kimeifinua imani ya Wakristo wengi ulimwenguni It's a mote. shaking. Ni tikisiko. But they that have understanding are strong will not be swept. Lakini wale wenye uelewa wanakuwa imara, hawatikiswi. But what must we understand? Lakini napaswa kuelewa nini? What do we need to understand? Tunapaswa kuelewa nini? Number one, Namba moja, you must understand lazima uelewe that as we grow in love kwamba tunapokuwa katika upendo, for God, upendo wa Mungu, we are filled with all the fullness of God. tunajazwa na ule utimilifu wote wa Mungu. And that makes us more than Na conquerors hiyo inatufanya sisi kuwa zaidi ya washindi over sickness and disease. dhidi ya magonjwa na mataifu. Everyone that is born again, Kila mmoja ambaye ameokoka, as you love God and grow in love of God, unapompenda Mungu na kukua katika upendo wako kwa Mungu, by loving God, kupitia kumpenda you Mungu, are full with the fullness of God. unajazwa na ule utimilifu wa Mungu. And you know in 1 John chapter 4 verse 16 to 18, Waraka wa kwanza wa Yohana 4:17-18. the Bible says that God is love. Biblia inasema Mungu ni upendo. That's why if you love him, you carry God. Ndio maana kama unampenda Mungu basi unaubeba Let upendo. me read that scripture. 1 John chapter 4 verse 16. Waraka wa kwanza wa Yohana For we have 4:16. known and believed Nasi tumelifahamu the love that God have to us. pendo alilonalo Mungu kwetu, God is love. kwamba Mungu ni upendo. And he that dwelleth in Naye love anayekaa katika upendo dwelleth in God. hukaa ndani ya Mungu And God in na him. Mungu hukaa ndani yake. Stop there. Ishia hapo. Verse 16. Mstari wa 16. That if I love God Kama nampenda Mungu, and dwell in love, ninakaa katika upendo, I am in God. hivyo ninakuwa ndani ya Mungu And God is also in na me. Mungu naye anakuwa ndani yangu mimi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. You need understanding. Unahitaji kuelewa hili. Put up that scripture in the Rudisha lile andiko katika tafsiri ya NIV. in New Living Translation. New Living Translation of Weka 1 katika John chapter tafsiri hiyo. 4 verse 16. Waraka wa kwanza Yohana 4:16. We know how much God loves Tunajua us. namna ambavyo Mungu anatupenda And we have put our na trust in him. tumeweka tumaini letu God kwake, is love. kwamba Mungu ni upendo. And all who live in love Wale wanaoishi katika upendo live in God. wanaishi ndani ya Mungu And God lives na in Mungu them. naye anaishi ndani yao. God lives in them. Mungu anaishi ndani yao. If God lives in me, Kama Mungu anaishi ndani yangu, coronavirus cannot kirusi cha survive. korona hakiwezi kuishi ndani If God yangu. lives in Kama me, Mungu anaishi ndani yangu, fibroid cannot be inside of uvimbe me. hawezi kupata If nafasi ndani God yangu. lives in Kama me, Mungu anaishi ndani I yangu, cannot be diabetic. siwezi kuwa na If God kisukari. lives in me, Kama Mungu anaishi ndani yangu, no devil will afflict me. hakuna shetani anaweza kunitesa. All I need to know Ninachohitaji mimi is kufahamu to know who this God ni is. kujua huyu Mungu alivyo. There is no sickness that can afflict God. Hakuna ugonjwa unaweza kumtesa Mungu, But this God lives in me na huyo Mungu anaishi ndani yangu because I love kwa him. sababu ninampenda yeye, Because I live in love. kwa sababu ninaishi katika And upendo, that gives me access na hiyo inanipa mimi to kupata all the fullness of ule God. utimilifu wote wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Let's finish reading that scripture. Tuhitimishe katika lile andiko mstari wa 17. Verse 17. And as we live in God, Kama tunavyoishi ndani ya Mungu, our love grows perfect. upendo wetu unakuwa na So kukamilika. we will not be afraid Hivyo hatutaogopa on the day of judgment. katika siku ya hukumu. But we can face him with confidence. Tunaweza kumkabili kwa ujasiri Because we are like Christ kwa sababu here sisi in the tuko world. kama Kristo Oh, hapa Bible says duniani. we are like Christ Tuko kama Kristo here in the world. hapa duniani. We are only passing through the world. We are not of the world. Tunapita tu hapa duniani, sisi si wa Christ duniani. was in the world. He was not sick once.
Kristo alipokuwa duniani hakuwahi kuumwa hata mara There was moja. no day it was recorded, Hakuna siku iliyoandikwa whether in Bible history, kwenye Biblia. because there were things that happened that was not written in Unajua the kuna mambo scripture. mengine ambayo hakuandikwa kwenye There Biblia. was no story, including his enemies, Hakuna hata historia kutoka kwa maadui can say that zake. he was sick. while he Wanaosema was kwamba here. Yesu aliumwa siku moja. And he said, we are like Sasa Christ. sisi tuko kama Kristo. You know, the word Christian Unajua neno wa Kristo came when the apostles, they saw the apostles living like Christ. ilikuja pale walipoona mitume wanaishi kama Kristo At Antioch, kule Antiokia. they said, these people are like Christ. Sasa hawa watu wako kama Kristo. That's where the word, they're not shorting it to Christian. Hapo ndio wakawaita hawa ni wa Kristo. Christian. Wa Kristo. We are like Christ. Walikuwa wanafanana na Kristo. Christ was not in any hospital. Kristo hakuwahi kulazwa hospitali And what yote. was Christ doing? Kristo alikuwa anafanya nini? Healing all that was Alikuwa oppressed. anawaponya wote walionewa na ibilisi. And he said, as my father have sent Na me, akasema kama baba yangu alivyonituma mimi, I send you na mimi also. nawatuma ninyi Go pia. and bring healing to those that Nendeni are afflicted. mkaponye wale walio wagonjwa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. People of God, understand who you are. Watu wa Mungu, jielewe wewe ni nani. Understand what redemption gave to you and Jielewe I. wokovu umekupatia nini wewe na mimi. Appropriate it. Na your utendee life. kazi katika maisha All yako. it takes is understanding. Kinachohitajika ni uelewa. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Ephesians chapter 3. Efeso 3. Let's read again. Tusome tena pale. Ephesians chapter 3. Efeso sura ya 3. Verse 17 to 19. Mstari wa 17 mpaka wa Ephesians 19. chapter, he say, I pray that Christ. Ninaomba Kristo. Ephesians chapter 3 verse 17 to 19. 3:17 Efeso. I pray that Christ Naomba kwamba Kristo will be more and more at home in your. Give me a King James version first. King James. He said that Christ may dwell Kristo in your hearts akae mioyoni mwenu by faith, kwa imani, that you, being rooted and kiwa na grounded in shina na love, msingi katika upendo, may be able to comprehend ili mpate kufahamu with all sense pamoja na watakatifu what wote is the breadth, jinsi ulivyo the upana, length, urefu, the depth, kimo and height, na kina, and to know the love na of kujua Christ, upendo wa which Kristo passeth knowledge, upitao ufahamu, that you might be ili filled muweze with all kutimilika the fullness of katika God. utimilifu wote wa Mungu. And now in verse 19 only, verse 19, NIV that you sura be 19. filled. Ili muweze He kutimilishwa. said, may you experience the love of Christ, though it is so great Upendo wa Kristo ulikuwa mkubwa. that you will never fully understand it. It's so Ni great. The mkubwa love sana, of Christ. muweze kuuelewa kiukamilifu. Then you will be filled with the fullness of life Ili muweze kujazwa na utimilifu wa uhai na nguvu that comes from God. itokayo kwa Mungu. When you are in love, for Unapokuwa God, katika upendo, you are full with the fullness of life. unajazwa uzima mkamilifu. You become more than conqueror over sickness and Unakuwa disease zaidi ya mshindi katika magonjwa na madhaifu by understanding of scriptures. kwa kuelewa maandiko. Because understanding we are talking about is spiritual understanding Huu of ufahamu scripture. tunaozungumzia au uelewa ni ule uelewa wa kiroho. That is what we call revelation. Hicho ndo tunaita ufunuo. We are flying high in this commission by revelation. Tunapaa juu kwenye hii huduma kwa sababu ya The ufunuo. person that have revelation today will have manifestation tomorrow. Mtu mwenye ufunuo leo, kesho atakuwa na udhihirisho. By revelation of these scriptures, Kupitia ufunuo wa haya maandiko, I am not afraid of any sickness. siogopi ugonjwa wa namna yote. I'm not afraid of coronavirus. Siogopi kirusi cha It korona. cannot come near me. Akiwezi kuja karibu yangu. I am above it. Mimi niko juu ya hicho kirusi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not saying it to impress you. Na sisemi ili kukufurahisha, I say it in the open and I say it in the secret. ninasema wazi na sirini pia. From the depth of my heart. Kutoka kwenye kilindi cha moyo wangu, Standing by the revelation of the word. nikisimamia ule ufunuo wa neno. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. People of God, Watu wa Mungu, let's grow in our love for God. tukue katika upendo wetu kwa That will Mungu. make us more than a Hiyo conqueror. inatufanya sisi kuwa zaidi ya washindi. Somebody say amen. Sema amina. Number two thing you need to Kitu understand. cha pili unachohitaji kufahamu, You need to understand unahitaji kuelewa that the name of Jesus kwamba Christ jina la Yesu Kristo empowers us for dominion linatuwezesha sisi over kutawala sickness and disease. magonjwa na madhaifu. God gave him a name. Mungu alimpa jina. According to Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Wa Filipi 2:5 mpaka 11. Let me read verse 9 to 11. Nisome tu ule mstari wa 9 He mpaka gave him a 11. name. Wherefore, Kwa hiyo Mungu God also have highly exalted him alimwadhimisha mno, and given him a name akamkirimia jina which is
over every sickness. lipitalo kila ugonjwa. And the one thing is every sickness has a name. Kitu kimoja ni kwamba kila ugonjwa una jina. How did they come up and say this virus is corona? Where did they came with that name? Kwa nini walikuja wakaita hichi kirusi ni corona? Kwa nini walikuja na jina hilo? You know everything on the earth man name it. Unajua kila kitu hapa duniani mwanadamu ndo amekipa jina. God created, God does not name. Mungu anaumba lakini hatoi When he jina. created everything, he gave Adam to give name. Alipoumba kila kitu alimpa Adamu jukumu la It's kutoa men majina. that gave name to sicknesses. Wanadamu ndio wanatoa majina kwa ugonjwa. Hallelujah. It is Hallelujah. not God. Sio Mungu. God didn't create malaria. Mungu hakuumba malaria. It is scientists that gave those names. Ni wanasayansi ndio wameleta hayo majina. That's why they came with a coronavirus. Ndio maana wamekuja wametambulisha gonjwa la corona. And that's last year. Na hili That tokea they mwaka gave that jana. It's a name. Hilo ni jina. And it bows Na lakini when hilo you jina la invoke a greater name. jina la corona linapiga goti unapotamka jina kuu. And that name is Jesus. Na jina hilo kuu ni Kristo. Somebody shout Jesus Christ Sema of Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Somebody shout Jesus. Sema Yesu. And as you shout Jesus, Unapolitamka jina Yesu, that sickness in your body huo bows. ugonjwa katika mwili wako unapiga Say goti. amen. Sema amina. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. I'm not hearing a louder Sikia amina amen. kubwa. Let's understand Tuelewe that everything Jesus is kwamba kila kitu and everything Jesus carries ambacho Yesu amekibeba is in his name. kiko ndani ya jina lake. Behind his name is his personality. Nyuma ya jina lake kuna utu When you wake. call his name, he appears. Ukiita jina lake Yesu mwenyewe You anatokea. know there is something in a name. Unajua kuna kitu ndani ya jina. If you study scriptures Ukisoma maandiko from Abraham kutokea to Ibrahim Jacob kwenda Yakobo to Peter, kwenda you Peter, see how God was changing their name. utaona namna Mungu alikuwa akibadilisha majina yao. Abraham to Abraham, Sarah to Sarah. Ibrahim kwenda kutoka Abraham kwenda Ibrahim, Jacob- Sarai kuja Jacob kwa to Sara, Israel. Yakobo kuwa Israeli. When Peter encountered Jesus, Petro alipokutana na Yesu, Jesus gave him a name. Yesu alimpa jina, And later he gave him a name Stone. akampa jina Jiwe. That's Peter. And he said, I will build my church here. Akamwambia wewe ni Petro, nitalijenga kanisa langu juu There's yako. always something about the name. Kuna kitu kuhusiana na majina. The part of the place I came from in Nigeria, Kule nilikotokea mimi Nigeria, one professor studied us. He studied us as an ethnic group. kuna profesa mmoja alitusoma kama kijiji, alitufanyia usomaji, He's a uchambuzi. popular an Igbo. He said, if you want to know Sasa ukitaka kujua how an Igbo man suffers in life, namna yule mtu wa Igbo anavyoteseka katika maisha, look at the name he gave to his children. tazama lile jina alilompa mtoto wake. We don't just name anyhow. Hatutoi majina tu hivi hivi. There are some names when you see it, you know what have happened in that family. Kuna jina ukilisikia unajua ni kitu gani kimetokea kwenye hiyo what familia, they expect to happen. au kitu gani wanatarajia kitokee. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. There is something in the name. Kuna kitu katika jina, In this also that is applicable to the name of Jesus. na hiyo iko hivyo hivyo katika jina la Kristo. Jesus means savior. Yesu maana yake mwokozi, Christ means the anointed. Kristo maana yake mpakwa In other mafuta. words, Jesus Christ means the savior that carries the anointing. Yesu Kristo maana yake mwokozi mwenye When you upako. mention that name, Unapolitamka hilo the jina, anointing in that name upako leo katika hilo jina go forth to heal. unakwenda The kuponya. anointing in that name Upako leo katika hilo jina goes and casts out devil. unakwenda The kutoa anointing in mapepo. that name Upako katika hilo jina threatens the devil and the unakwenda soldiers. kumtishia shetani na mawakala wake. Behind his name Nyuma ya jina lake is his personality. kuna utu wake mwenyewe. If you are walking on the road now Kama unatembea barabarani sasa, and you assuming your name is Michael labda jina lako ni Michael and somebody called Michael, na mtu akakuita Michael, it will attract your attention. itasababisha usimame. You say, who is calling me? Sasa nani ananiita? Provided it is your name, you Kwa have sababu it. ni jina lako The utaitika. same way when you call his name, Ndivyo inavyoita utapolita jina la Yesu. he appears. Unapolita jina la Yesu, Yesu mwenyewe anatokea. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sikia haleluya hallelujah. kubwa. People of God, everything bows to this name. Watu wa Mungu kila kitu kinasujudu kwa hili jina. If you want to be saved, Kama call this unataka name. kuokoka ita hili jina. Romans 10 verse 13. Warumi 10:13. Whosoever that calls upon the name of the Kila Lord shall be alitai jina saved. la Kristo ataokolewa. Shall be saved. Ataokolewa. This name is a threat to the Jina devil. hili ni tishio kwa shetani. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia hallelujah. haleluya kubwa. It's a weapon of war. Ni silaha ya vita. No devil can stand against it. Hakuna shetani anaweza kupingana nayo. It's full of wonders. Limejaa maajabu. The name of Jesus. Jina la Kristo. But
How the name of Jesus empowers us for dominion over Lakini sickness and jina disease. la Yesu linatuwezeshaje sisi kutawala How does the magonjwa na name of mataifa? Jesus empower us Jina la Yesu linatuwezesha for dominion kutawala over sickness and disease? magonjwa na mataifa. Number one, Pamoja, the name of Jesus is a strong tower jina la Yesu ni ngome imara against all the evils of the day. dhidi ya maovu yote ya siku. That's one of the scriptures that doesn't disappear from my mouth. Hili ni mojawapo ya andiko ambalo halitoki kinywani Proverbs mwangu. 18 verse 10. Mithali 18:10. The name of the Lord is a strong Jina la tower. Bwana ni ngome imara. Tower means a refuge. Ngome manake mahala pa makimbilio Tower means a house. au nyumba. Tower means a shelter. Hayo inamaanisha mahala pa The kujifichia. righteous run into it. Mwenye haki anapakimbilia And are hapo safe. na anakuwa I salama. said in the first service Nisema kwenye ibada ya that the kwanza, name of the Lord is not just a noun. jina la Bwana sio jina You know, tu. in English there are parts of speech. Katika Kiingereza kuna lugha za namna hiyo. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, and all that. Kiwakilishi, jina. A noun is a name of a person, places, animal, Jina or ni jina la place. mtu. It is not just a noun. Sio jina tu, jina la Yesu, It is an identity. lakini ni utambulisho. It is a refuge. Ni mahala pa It makimbilio. is a house Ni nyumba, to run to. mahala ambako unakimbilia. And all the evils of the day Yale mabaya yote ya siku will not touch you hayatakugusa because you are covered. kwa sababu umefunikwa. Accident want to happen, Ajali inapotaka kutokea, you mention the name. unalitaja jina, You are running into the name. unalikimbilia lile Before you jina. could know it, Kabla hujajua, you wouldn't know what happened again. unashangaa ajali haitokei. You wouldn't know how Hautojua, you were safe from that accident unawekwa salama because you dhidi ya hiyo have ajali gone to that name kwa sababu umelikimbilia, umeliitia hilo jina and you are safe. na unakuwa salama. In the time we are in the world today, Katika majira tuliyokuwa nayo duniani let's sasa, run to this strong tower. tulikimbilia ili ngome imara. Look at that word, strong tower, Tazama lile neno ngome imara, that cannot be destroyed, ambayo ngome hii haiwezi that kuharibiwa, cannot fall. ambayo haiwezi kuanguka. If we are 700 million people on the earth Kama tuko watu milioni 300 hapa that duniani, believe in the name, wote tunaamini katika jina, it will accommodate all of us. litatuhifadhi wote watu milioni 300. Let's run to that name Tulikimbilia hilo jina and we'll be safe. na tutakuwa salama. Your body is behaving somehow. Mwili wako unafanya vitu fulani haupendezi, Command it to behave very well uamuru ukae vizuri wa mwili wako in the name of Jesus. katika jina la Kristo. What have you done? Umefanya nini? You are running into that strong tower, Unalikimbilia hilo ngome imara and sickness cannot operate na there. magonjwa hayawezi kutenda kazi kwenye hiyo ngome. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Sickness is permitted into, it's not permitted into your body. Magonjwa hayaruhusiwi katika mwili wako. I read something, I heard it first, I later read it from him. One of our pastors, Mmoja wa mchungaji wetu, the resident pastor of mchungaji mwandamizi Winners Chapel, Maryland, kanisa la USA, washindi kule Maryland, which is Pastor Uingereza. Isaac Oyedepo. anaitwa mchungaji He Isaac said when Oyedepo. he was pastoring Johannesburg, Anasema alipokuwa akichunga kule South Africa, that he discovered that anytime we hook on to Canaan land, aligundua kila wakati wakijiunga Canaan, and they will share a testimony is read or somebody shared us that I was AS and I changed to AA. God Pale- changed me to AA. pale mtu anapotoa ushuhuda kwamba alikuwa na SS ikabadilika kuwa AA, He said you won't see any of them clap or rejoice over it. anasema He observed it several times. anasema aoni watu wakishangilia, He wameona ni kitu cha kawaida. asked one of them, Akawauliza mmoja wapo, and what the person told him kile kitu ambacho mtu made alimwambia him to research much. kilimfanya achunguze Said zaidi. they don't know that sickness. Sasa hawaujui wa ugonjwa That a pure South African, kwamba South Africa, pure South African South Africa mkamilifu cannot have that sickness. hawezi kuwa na huo Sickle cell ugonjwa wa sickle cannot be cell. SS. The sickness is alien to them. They don't know it. Huo ugonjwa wao wa South Africa hawaujui, That it's not common there. hautambuliki huko South They Africa. don't see it as a testimony. Hawaoni kama ni ushuhuda He said he kuponya began sickle to cell. study more, ask questions. He find out that it was true. Akaanza kuchunguza kwa kina, akagundua The ni way kweli. God made, by their nature, Kwa asili yao wa South Africa he cannot survive there. hawateswi na hiyo sickle And he said, cell. Holy Ghost taught him something that day. Hasa Roho Mtakatifu He alimfundisha said, there is kitu a nature you will have. kwamba kuna asili ambayo unakuwa nayo Sickness will not survive ambayo in your body. magonjwa hayawezi kukaa ndani yako, Depending on your DNA. kutegemea na ile asili yako, And we vimelea have vyako a vya ndani. DNA Na sisi tuna viasili, from vimelea Jesus Christ. kutoka kwa Kristo. Hallelujah. Haleluya. That DNA, Vile viasili vyetu sickness cannot survive inside. magonjwa hayawezi kukaa ndani yake.
All it takes is understanding. Kinachohitajika ni uelewa. Hallelujah. Hallelujah. When you run into this tower, Unapoikimbilia hii ngome ya jina la no Yesu, sickness that can survive your hakuna body. ugonjwa unaweza kukaa ndani yako. Somebody say amen. Sema amina. You can browse it, you can Google it and your own research. Unaweza That's what I did. unaweza ukagoogle ukafanya I saw a lot uchunguzi. of things they wrote. Niliona vitu vingi walivyoandika. They said there was mix up now. Maybe if you're South African and you marry someone and it's not pure breed South Africa can have sickle cell anemia. Anasema yule South Africa wa asili hawezi kupata ugonjwa wa sickle cell unaowatesa wengine. He wrote it in one of the books he is writing in Istanbul. He is reading. Aliandika huyo mchungaji kwenye kitabu chake kimoja kuhusiana na uchunguzi aliofanya. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. By redemption we belong to a new tribe. Kupitia wokovu sisi tunakuwa sehemu ya kabila jipya. Hallelujah. Hallelujah. And this tribe does not harbor sickness and disease. Na hili kabila halipigwi na magonjwa na madhaifu. We need to understand that. Tunahitaji kuelewa hilo. Somebody say amen. Sema amina. Somebody say amen. Sema amina. Remember that if anyone is in Christ Jesus, Kumbuka mtu akiwa ndani ya Kristo, he's a new creature. yeye ni kiumbe kipya. All things are passed away. Mambo ya kale yamepita. All things. That's 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hiyo ni Wakorintho wa pili You are a new creature. 5:17. Wewe ni kiumbe You kipya. leave your biological line. You Unaachana became a na new ile creature. asili ya baba zako na kuwa kiumbe This new kipya. creature you are now, no sickness is permitted in Wewe your kwa body. sababu sasa ni kiumbe kipya, magonjwa hayaruhusiwi kuingia ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, what is in this name? Namba 2, ni nini kiliko katika hili Or how jina? does the name of Jesus empower us? Na jina la Yesu linatuwezeshaje The kutawala name of magonjwa? Jesus carries the irrevocable gift of God, Jina la Yesu linabeba zawadi which isiyokanika ya Mungu heals and delivers. ambayo inaponya na It was kukomboa. a name given to him by God. Ni jina ambalo alipewa na Mungu. God have highly exalted him and gave him a name. Mungu alimuinua sana akampa jina. In Philippians 2 verse 9 to 11 we Wa read. Filipi 2:9 mpaka And 12. Romans chapter 11 verse 29. The Bible says the gift and callings of God are without repentance. Biblia inasema karama za Mungu ama Ina- zawadi zitokazo na kwa Mungu hazina majuto. Hebrew 13 verse 8 it says Jesus the same yesterday, today and forevermore. Yesu ni yule ule jana, leo na hata milele. Whatever the name accomplished in the time of the apostles, Chochote ambacho jina la Yesu ilitimiza katika wakati wa is still mitume as powerful as it was. bado lina nguvu kama ilivyokuwa likitenda wakati wa mitume. God have not taken what he put in that name. Mungu hajaondoa kile kitu alichoweka ndani ya hilo jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And what more? Nini zaidi? Number 3. Namba 3. When we anoint the sick with oil in the name of Jesus, Tunapo- they are healed. Tunapowapaka mafuta wagonjwa kwa When jina we la Yesu anoint the wanaponywa. sick in the name of Jesus, Tunapowapaka wagonjwa mafuta kwa that's jina la why Yesu. it is the power in the name of Jesus that makes them walk. Ni ile nguvu iliyo katika jina la Yesu inayosababisha matokeo yatokee. James chapter 5 verse 14 and 15. Yakobo 5, James chapter 5 Yakobo 5, verse 14 and 15. 14 na 15. He said, is any sick among you? Je, kuna mgonjwa miongoni mwenu? Let him call the elders of the church. Awaite wazee wa kanisa, Let them pray over him, wamwombee, anointing him with oil wampake mafuta in the name of the kwa Lord. jina la Bwana. Anointing him with oil Wampake mafuta in the name of kwa the Lord. jina la Bwana. In the name of the Kwa Lord. jina la Bwana. When we anoint the sick in the name of the Lord, Tunapowapaka mafuta wagonjwa kwa jina la Bwana, they are healed. wanapona. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sikia amen. haleluya kubwa. Mark 16 verse 16 to 18. Marko 16:17-18. Mark 16 verse 16 to Marko 18. 16:17-18. The Bible says, he that believeth and is baptized shall be Yule saved. aaminie na But he kubatizwa that ataokoka. believeth not shall be damned. Yule asiamini atahukumiwa. And this sign Ishara hizi shall follow them that believe. zitaambatana na hao waaminio. In my name Kwa jina langu they shall cast out watatoa devils. mapepo, They shall speak with new tongues. watanena lugha mpya, They shall take up serpents. watashika If nyoka, they drink any deadly thing, wakinywa kitu chochote cha it shall kufisha not hurt them. hakitawazuru They shall kabisa. lay hand on the sick Wataweka mikono juu ya and they wagonjwa shall recover. nao watapata afya. Just in the name. Kwa kutumia tu jina, There is something in that name. kuna kitu ndani ya jina. Jesus, 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 Jesus. Your name
is a miracle. Your name is a comforter. Yes, your name is a mighty God. Jesus. Yes. That name is equal to miracle. Jina hilo ni muujiza. Is there any deliverance without the name? Je, kuna ukombozi wote pasipo jina? Is that name that the devil fears? Hilo ndio jina ambalo mapepo In analiogopa. Luke chapter 10 verse 17. Luka 10:17. The 70 returned to Jesus 70 wakarejea kwa and Kristo. say, Na Lord, kusema Bwana, even the devils, hata mapepo we are subject unto us yanatutii through thy name. kupitia Even jina the lako. devils, Hata mapepo, even the devils hata mapepo are subject unto us through thy name. yanatutii. People of God, you have something Watu wa Mungu, una kitu that is more than any devil ambacho has. kina nguvu kuliko mapepo yoyote. That is the name of Hilo ni Jesus. jina la Yesu. But for this name to work for you, Lakini hili jina litende kazi kwako, be conscious of what it carries. tambua limebeba nini. Be conscious that you carry it. Tambua umelibeba hilo jina. If you have a gun in your pocket Kama una dhahabu katika mfuko and you wako are not conscious that you have a gun, na utambui kwamba kama genza, if you have a gun, kama unao risasi au bastola, a pump action bastola in tuseme, your pocket, katika mfuko and you wako are not conscious that you have na it, hauna utambuzi kama una hiyo bastola, somebody with knife mtu anaweza akaja na kisu can come closer and choke you akaja akakushinda akakuangamiza, because you are not conscious of what you kwa have. sababu hautambui ulichobeba But ni if you nini. are conscious that you carry a Lakini pump kama action, unatambua ni umebeba bastola yenye before the kuwa, person comes with close yule range, mtu anapokuja tu na kisu chake you will finish the person. utammaliza ule mtu. Hallelujah. Haleluya. The difference between an individual and an armed robber Tofauti baina ya mtu wa kawaida na jambazi is the arm. ni ile silaha wanayokuwa That nayo. is, armed robber always armed with gun. Jambazi wakati wote anakuwa na silaha. Most of them you can beat them Wengi by unaweza physical strength. kuwapiga, But when they say kneel down, because they have a gun lakini wanakuwa na ujasiri zaidi kwa sababu wana and they silaha are conscious of that na gun. wanatambua nguvu ya silaha waliobeba. You have something that is more than a gun. Una kitu chenye nguvu kuliko bastola, Be conscious of it. kitambue. That is the name of Jesus. Hilo ni jina la Kristo. Hallelujah. Haleluya. I'm not hearing a bigger Sisikia hallelujah. haleluya kubwa. Number two thing that will make it work. Kitu cha pili kinachosababisha jina la Yesu lifanye kazi, Invoke it in faith. litamke kwa imani. In Acts of Apostles chapter 7, Matendo ya Mitume 3 read it, verse 6. mstari wa 6, Verse 6. mstari wa 6. Peter Petro says, silver and gold I have asa none, fedha na dhahabu but sina, there is something I have. lakini kuna kitu That is ninacho. being conscious of what he has. Alitambua Say, alikuwa in the amebeba name nini. of Jesus Christ Alisema, of Nazareth, kwa rise jina up la and Yesu walk. wa Nazareti inuka na And utembee. verse 16, Mstari wa 16 he said, in verse akasema, 16, mstari wa 16, his name, jina lake through faith, kupitia imani is his name, katika jina have lake made this man walk, limemtia huyu mtu have nguvu, made this man strong. limemfanya atembee. It is, many people call it, Watu wengi wanaliita hilo jina, it doesn't work because they didn't put it faith. halitendi kazi kwa sababu He said, hawajaweka these imani. signs shall follow them that believe. Inasema ishara hizi zitaambatana na That hao believe in waaminio. what? In my name. Waaminio nini? They Waaminio shall cast jina out lake devils. watatoa If you mapepo. believe the name, Kama unaliamini believe jina, what it carries. kama unaamini limebeba When you nguvu, call it, unapolitamka what you are releasing is missiles unachoachilia ni mabomu in the camp of the devil. katika kambi ya shetani. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Number 3 thing that makes it Kitu work. cha tatu kinasababisha jina litende You kazi, must invoke it with a righteous life. lazima ulitamke ukiwa na maisha The safi. name of the Lord is a strong Jina tower. la Bwana ni ngome imara, And the righteous. mwenye haki wale You ask wasafi. yourself before you call the name, Jiulize kabla hujaliita hilo are you jina, righteous? je, ni msafi It's mwenye only the haki? righteous God gave the power of Ni authority wale to use it. wasafi tu katika Kristo ndio wanapewa nguvu ya Authority is kulitumia not jina. given to you Mamlaka hautopewa until you are born again. mpaka umeokoka. You call it, the devil will laugh at you. Ukilitamka shetani atakucheka. And I read in the first service Nisoma kwenye ibada ya kwanza in Acts of Apostles chapter 19. Matendo ya Mitume 19. It's so it's so wonderful. I read it again. Verse 13 to 17. Ngoja nisome tena hii habari, ni ya kupendeza. There was this certain vagabond. Kuna hawa vijana hawa, They took upon them to call upon them. Evil spirit. They saw somebody that had evil spirit walimwona mtu ana mapepo. Hawa vijana, and see their word. ona maneno yao. You see, that adjourn means I command you Sasa tunakuamuru by the Jesus whom Paul preached. kwa jina la Yesu ambaye Paulo anamhubiri. And the Bible says these are the sons of Sceva. Biblia inasema hao watoto walikuwa ni wana wa Sceva Skewa. was a Jew. He's a Jew. Skewa alikuwa ni Myahudi And the chief of the priest. na alikuwa ni mkuu wa makuhani, And the evil spirit answered them. na wale mapepo wakawajibu wale vijana, Jesus I know. Yesu tunamjua, Paul I know. Paulo tunamjua, But who are you? lakini ninyi ni akina nani? You can't be in the camp of devil and cast a devil out. Hawezi kuwa kwenye kambi ya shetani afu ukawa unatoa Who are mapepo. you?
wewe ni The nani? name that if he had even his Paul that said to those evil spirits, they would run away. Kama ni Paulo angeyatamkia yale mapepo But those yangekimbia. evil spirits, the next verse, Ule mstari unaofuata, came upon them, yale mapepo badala ya kutoka yakawarukia wale Overcame them. vijana, yakawashinda, naked them, yakawatoa nguo, and they ran out wounded. vijana wakakimbia wakiwa uchi, Despite wana that they vidonda. called the name of Jesus, Basi kujalisha waliliita jina la Yesu, but it didn't work in their mouth halikutenda kazi vinywani mwao, because they are not given power. kwa sababu They lile don't have the jina, power of authority to use it. kwa sababu hawana ile mamlaka ya kulitumia And lile why? jina. Because they are not born Kwa again. nini? Kwa sababu walikuwa hawajaokoka hawa. Stand up for your feet. Simama kwa miguu yako. Somebody bless, shout amen. Umebarikiwa, sema amina. Lift up your voice and appreciate him. Inua sauti yako, mshukuru Mungu. Woo! Hallelujah, hallelujah, Simama, hallelujah, simama, hallelujah. simama. Father, Hallelujah. we thank you. We give Baba, you all the tunakushukuru, glory. tunakupa utukufu. We give you all the honor. We give you all Tunakupa the heshima, adoration. tunakupa adhama. Somebody lift up your voice. Inua sauti yako. Thank you for this gift of your name, Asante Jesus. kwa hii Thank you for the karama gift ya of jina your name. lako. Thank you Asante for the gift of your name. kwa Thank you for zawadi the ya gift jina of your lako. name. Asante kwa zawadi ya jina Oh, lako. le katalia katala bala 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 bala. Oh, breketelia baba balia bala 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 shala bala bala bala. Oh, londo lo bondelia bala bala. Is somebody thanking him? Thank Mtu you anamshukuru Mungu. for the gift of your name. Mshukuru kwa ajili ya Thank you zawadi ya for the jina gift lake. of your name. Mshukuru kwa Thank ajili ya you for zawadi the ya jina gift of lake. your name. Mshukuru kwa ajili ya zawadi Oh, ya for jina sending lake. your son Kwa Jesus. kumtuma mwanao Kristo. Oh, who came to die for us Aliyekuja kufa and kwa ajili gave us a yetu. name. Akatupatia jina Oh, that we can use to torment ambao devil. tunaweza kulitumia kutesa This name mapepo. torment devil. Jina hili linatesa He mapepo. will do it again this time. Atatenda tena leo In Jesus' name. katika jina la Yesu. We are going to engage the name and Tunaenda praise God. kulitumia jina la Yesu. We are going to engage it Tunaenda kulitumia against every sickness or disease, zidi ya magonjwa yote na against mataifa, business stagnation, zidi ya kudumaa kibiashara, against delays, zidi ya yokes of delay, kuchelewa, anything that does not glorify na God. kila kitu ambacho hakimtukuzi Mungu. But before we do that, Lakini kabla hatujafanya you hivyo, are here, you want to have the power to call the name and it answers. uko hapa na unataka upate ile nguvu ya You know- kuliita jina la Yesu na likakupa you know one matokeo. thing? Unajua kitu kimoja, God knows they that are His. Mungu anawajua walio wake. Oh, 2 Timothy chapter 2 verse 19. Timotheo pili 2:19. Nevertheless, Hata hivyo the foundation of God standeth sure, msingi wa Bwana umesimama imara, having this seal. ukiwa na muhuri huu. The Lord knoweth they that are Bwana His, anawajua walio and wake, let everyone na kila that nameth the name of Christ, alitajaye jina la if you Kristo. must use the name of Kama Christ, unataka kulitumia jina la Kristo, depart from sasa iniquity. jitenge na Your uovu. dispatch from iniquity Kujitenga kwako na uovu is what makes the name work. ndio kunasababisha jina la Kristo litende kazi kwako. Before you say, Pastor, preach about the name, I've been calling the name, is not working. Unasema mchungaji amehubiri But jina the la Yesu, question I will nimeliita ask you jina is, alitendi have kazi. you departed from Lakini iniquity? swali ni kwamba Let umejitenga na uovu. everyone that nameth the name of the Kila Lord alitajaye jina la Bwana depart from iniquity. ajitenge na In uovu. a great house, Katika nyumba kubwa there are many vessels. kuna vyombo vingi, There are those to honor kuna vile vya kupata and heshima those to na dishonor. vile ambavyo havina There are those heshima. that are wood and those Kuna are vile earth. vya dhahabu, vya mbao, There are those of slavery, there kuna are those vile that are gold. vya fedha. But if any man, Lakini ikiwa mtu therefore purge himself amejitakasa from these na sins, kujitenga na hizi this dhambi, malice, mtu huyu backbiting, kusengenya, fornication and adultery, kujitenga na zinaa, if you can uzinzi, purge kama unaweza yourself, kujitakasa, those things you call small lie, yale mambo if you unaita can uongo purge mdogo, yourself, kama unaweza kujitakasa na you kujitenga will nao, be a vessel unto honor, utakuwa chombo cha kupata heshima, sanctified, kilichotakaswa, meet for kimfaacho the master's use, Bwana and prepared na kimeandaliwa for every good kwa work. kila kazi njema. One step he will take, Hatua moja itahitajika and every other thing work. na kila kitu kingine kinatenda kazi. Hallelujah. Haleluya, Somebody shout hallelujah. sema haleluya. You want to give your life to Christ? Unataka kutoa maisha yako kwa Or Kristo you want to rededicate your life to au Christ? unataka kutengeneza maisha yako na Wherever Kristo? you are, Popote ulipo, let me pray for you. nataka nikuombee. But make that decision Fanya huo uamuzi, by signifying, by putting your hand on your weka chest. mkono wako kifuani. Wewe unataka Telling kuokoka, God, come into my heart. unataka kutengeneza maisha yako na Into Kristo, my heart. Come unataka into kumwambia my heart, Kristo Lord aje Jesus. katika moyo wako, I surrender to you. kwamba ninajisalimisha You want kwako. to surrender to Jesus? Wewe unataka kujisalimisha Or kwa you want to Kristo rededicate your life to au Jesus? uliokoka karudi nyuma, unataka Put your kutengeneza, hand on your chest. weka mkono wako kifuani. I want to pray for you. Nataka nikuombee, And your life will never remain the maisha same. yako hatabaki
kama alivyo. Even though you are watching this service, put your hand on your chest. Hata kama unatazama kwenye mtandao, weka mkono wako kifuani. Put your hand on your chest. Weka mkono wako kifuani. And will you take a step and come forward? Chukua hatua sasa, njoo hapa mbele. Let me pray for you. Njoo hapa mbele nikuombee. Come wherever you are. Wewe uliweka mkono wako kifuani, njoo hapa mbele. Yes, njoo haraka. Unataka kuokoka, njoo mbele. Clap for Jesus and maisha yako, njoo mbele. Tumpige Bwana Yesu makofi, anakuja. Clap for Jesus. Unataka kuokoka, uliokoka Come, Jesus is calling you. Njoo, Yesu anakuita. Come. Wherever you are, come. Jesus is Popote calling ulipo, njoo, Yesu you. Jesus is calling you. Yesu ndiye anayekuita. Jesus is calling you. Yesu anakuita. Jesus is calling you. Come. Njoo mbele, unataka Come and surrender your life to Jesus. kutengeneza Come maisha and yako. dedicate your life. You have been born again before and you backslided. Come and dedicate your life to Jesus. Come. You have missed your place. Come. Jesus is calling you. Jesus is calling you. Come. Jesus is calling you. Today is your day of salvation. Today is your day of salvation. Today is your day of salvation. Don't miss this day. Tomorrow it might be late. Come. You want to dedicate your life to Jesus. Let anyone that never the name of the Lord depart from iniquity. Come. Jesus is calling you. Olobo shakata katole balabalaba. Alabalando lando. Ekito kata katala balabalaba. Ele balabalaba. Asho de kata katolia baba. I'm still waiting for you. Congregation, be seated. If you are there and I know Holy Ghost is ministering to you, come. Kama bado uko na Roho Mungu anakushuhudia, uje umpokee Kristo, njoo mbele hapa. Wewe ule uko hapa mbele, tafadhali fuatisha maneno haya. Sema: Bwana Yesu, asante kwa neema yako ambayo imenivuta kwako. Ninakiri ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu. Nioshe kwa damu yako. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ingia kwenye maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wangu. Kuanzia leo nimeokoka. Nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Amen. Father, thank you for this soul you saved. Baba, asante kwa nafsi zilizookoa. Everybody stretch forth your hand and pray. Tuwaelekeze mikono, tuwabariki hawa. Let the grace that saved them be with them. Neema iliyookoa iwahifadhi. Jesus, don't leave them comforted. Yesu, usiwaache pasipo mfariji. Send your Holy Spirit to their lives. Tume Roho Mtakatifu katika maisha yao. And let him help them. Awasaidie. Holy Spirit, you are our dependable helper. Roho Mtakatifu ndio msaada wa kutegemewa. And I stand by the authority in the name of Jesus. Nasimama kwa mamlaka katika jina la Yesu. Any one of them being tormented by the devil, yote ambaye anateswa na shetani, I cast that devil out na of their life. mtoa huyo shetani katika Any maisha. one of them sick now, yote alikuwa mgonjwa, I command that sickness to leave na your amuru ugonjwa uondoke body. In katika the name mwili. of Jesus. Katika jina la Yesu. This wound in your leg, wewe uvimbe katika I mguu, kidonda katika command mguu, that arrow to go back na to where it amuru come from. mshale urudi And I ulikotoka, command this wound to be healed na amuru now. hicho kidonda kipone In the sasa name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. I cover you with the blood of Na Jesus. wafunika kwa damu ya Kristo. Congratulations. Hongera In Jesus' name. katika jina la Yesu. Follow our church officials. Tuwafuate wahudumu wa kanisa Clap your hand upande for ule wa them. kushoto. Watumishi wa Mungu tuwafuate upande wa kushoto kule. People of God, stand up on Yuko your upande wako wa feet. kushoto. I want you to engage there. Stand up on your feet. Tusimame kanisa, I nataka want you utumie to- jina la Yesu. Engage the name of Jesus Nataka ukalitumie jina la Yesu against any sickness or disease in your body. dhidi ya kila ugonjwa na udhaifu katika mwili I want wako. you to engage the name. There is Nataka power in that ukalitumie name. jina. Kuna nguvu katika jina. There is that power in that name. Kuna nguvu katika jina. Demons tremble at that name. Mapepo yanatetemeka katika hilo jina. Hallelujah. Labalia katalia balabalia. Oyalia katushia balaba. Anything that you Chochote desire now, unachokitamani, healing, uponyaji, deliverance, ukombozi, whatever it is, chochote ambacho unakitamani, use the name of Jesus. tumia jina la Kristo. Invoke it in faith. Litamke kwa imani. And whatever Jesus is, that's what his name comes.
Whatever Jesus is and carries, Na that's what chochote he ambacho Yesu alivyo na alichokibeba ndio Lift sawa up na your jina voice lake now. lilipobeba. It's a time for Inua sauti action. yako, tamka It's jina la a time. Yesu. Nobody will do it for you. Hakuna atakaye kusaidia kulitamka There jina is la a Yesu. power in the name of Kuna Jesus. nguvu katika jina la Kristo. Use that name now. Tumia hilo jina Use sasa. that name. Use that Tumia name. hilo Use that jina, name. litumie hilo jina. Holy katushikato balaba. Tumia jina la Yesu litamke. Tamka, kemea hayo magonjwa ndani yako. Kemea hivyo vizuizi. Tumia jina la Yesu. In the name of Jesus Christ of Katika Nazareth, jina la Yesu Kristo wa I Nazareth. stand against every sickness and Nasimama every kinyume na disease. kila ugonjwa na udhaifu. Oh, bakata shulia katalaba. Elia katalaba shalabalabo shalabalaba. Obreka tu shiketu labalia katoliaba. Elia katalaba shalabolia. Allah brakatu shiketo. Aliando brekate shulia. Elia katolia baba. Alika baba. In the name of Jesus, be delivered Katika jina la now. Yesu ukombolewe That sasa. fibroid, I curse you in the name of Jesus. That HIV/AIDS, I curse you in the name of Na Jesus. laani wa ugonjwa. Cancer, I curse you in the name of Saratani na Jesus. kulaani kwa jina la Migraine, I curse you in the name of Jesus. Maumivu ya kichwa na That hormonal kulaani. imbalance, I curse you in the name of Jesus. Mapungufu ya homoni na laani. Lord, any blood-related disease, I curse you in the name Magonjwa ya of damu Jesus. na ya laani. Ovarian, you are cursed now in the name of Jesus. Any pelvic inflammatory diseases, you are Magonjwa yote ya cursed. upumuaji In the name of Jesus, na kulaani. blockage of tube, and you are Katika cursed. jina la Yesu. Anything that's a hindrance to the fruitfulness of Chochote anyone ambacho ni here, kizuizi be cha cursed uzao wako now in the name of Jesus. kinalaaniwa The sasa. name of Jesus is against you. Jina la Yesu The liko kinyume name of nawe. Jesus is against Jina la Yesu you. liko The kinyume name nawe. of Jesus is against you. Jina la Yesu liko kinyume nawe. I decree your healing in the name of Jesus. Natamka uponyaji I wako. decree your healing in the name of Natamka Jesus. uponyaji wako I katika jina decree la your Yesu. healing in the name of Natamka Jesus. uponyaji wako Be katika jina la healed. Be made whole. Be healed. Be made Ufanye whole. kwa Be mzima. healed. Be Uponye. made whole. Ufanye Be kwa mzima. healed. Be Uponye. made Ufanye kwa whole. In the mzima. name of Jesus. Katika jina la That leg Yesu. pain, that waist burn, that migraine, you are healed now out of that body. In the name of Jesus the Christ. Lisho katalaba. Ayuliama. Obreke toke tulaba. Eshua kababa. Elia baba shalabalaba shalabalaba. Alia baba shalabalaba shalabalaba. Alia baba toke tobre. Eshukata. Lekote kato. Balia katalaba. Alia kate kato. Eshuaka. Elia kote eliaba. Eshuaka ba la katolia. Is somebody praying? Is somebody Omba, praying? tumia jina la Is somebody Yesu. praying? Tumia jina la Is somebody Yesu. praying? Kemea Is somebody magonjwa. praying? Kemea Is somebody matatizo. praying? Litumie jina la Yesu. Litamke. Eleketokotokotolobosha. Ayula balaba. Ayala katakataka tolobo. Eshuaka lakato. Eshuaka talaba. Balaba. Any sickness that entered this auditorium, Ugonjwa in wote the ulio name katika of Jesus madhabahu Christ, katika jina la I Yesu. command you out of that body. I command you out of that body. You have no place in that body. Hauna That nafasi body kwenye is a temple of the Holy Mwili Ghost. kambi ya Roho You are not Mtakatifu. permitted. You are not permitted to be there. Hauruhusiwi. Sheketolia balaba. Allah baba. Oh, you are healed. You are made whole. You are healed. You are made whole. You are healed. In the name of Jesus, God is launching into the realm of divine health. He's launching someone into the realm of divine health. Sickness will not be a concern anymore. It shall not come near you anymore. Oh, Peketo, Katola, Olula, La Katusha, Melikato Breka, Alando, lo, ti, ikuti kande, eshuke tu balanda, ayulia baba shalava, elia baba shelia balava, alia baba sholobolia balava, alia baba sholobolia balava, elia baba sholobolia balava, ali kata, eshuka, lakatokoto breketo, ekita katalia, eshuaka baba. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. The name of the Lord Jina la Bwana is a weapon of warfare. ni silaha ya vita. David said to Goliath Daudi alimwambia Goliati. in 1 Samuel chapter 17 verse 50. Samueli wa kwanza 17:50. Verse 50, he said, you came to me with sword. Unanijia na upanga na fumo. Hallelujah. Hallelujah. No, that's verse 45. Mstari wa 45. Verse 45. Mstari wa 45. Hallelujah. You came to me Unanijia mimi with a sword, kwa with a upanga, spear, kwa with a fumo shield.
But I come today na ngao, lakini mimi in the nakujia name of God of kwa hosts. jina la Bwana wa majeshi. And in verse 15, Mstari wa 50, the Bible says there was no sword in the hand of Biblia David. inasema hakukuwa na upanga mkononi mwa The Daudi. name of Jesus is an invisible sword. Jina la Bwana ni upanga usioonekana. We are still in this battle against COVID-19 Bado tuko kwenye vita dhidi ya kirusi cha corona in this land of Tanzania. katika nchi ya And Tanzania. I want us to engage in this battle. Nataka tujihusishe kwenye hii vita. And I want you to do this, I want you to do now. Nataka ufanye hiki ninachotaka ukifanye. I want everybody Nataka kila mmoja afanye, to be on his knees or her knees, apige magoti. crying to God. Piga magoti, mlilie Mungu. Everybody. Kila mmoja apige magoti. In the name of Jesus, our land is healed. Tukilitumia jina la Yesu He kwa ajili ya said, if nchi my yetu people kupona. who are called by my name Asa watu wangu walioitwa kwa jina shall langu humble themselves watapojinyenyekeza and pray. na kuomba, Lift up your voice. Use the name of Jesus tulie jina la Yesu sa against kuombea nchi coronavirus in dhidi ya Tanzania. kirusi cha corona Father, your Tanzania. people have kneeled Baba, watu wako wamepiga in magoti honor of you. We wakikuheshimu have wewe. knelt down in humility Piga magoti kwa and we unyenyekevu cry for the land of na Tanzania. tunalilia nchi ya And Tanzania. say, coronavirus shall not have its way. Nasema kirusi cha Shall corona not destroy hakitopata God's nafasi, people. hakitaharibu watu Shall wa not Mungu, destroy the economy of the world. hakitaharibu uchumi wa nchi. Jesus, let the land be Yesu, upon tupone us. We zile call kirusi cha upon corona. you in the Tunakuitia In the wewe name of Jesus, we katika kneel jina la Yesu before you. Kristo. Oh, ye earth, hear the word of the Lord. Sikia neno la God Bwana. gave him a name which is above every Jina other name. lipitalo majina God yote. gave him a name which is above every Jina other name. lipitalo majina God yote. gave him a name which is above every Jina other name. lipitalo majina God yote. gave him a name, and at the mention of the name of Tunalitia Jesus, jina la every Kristo kwenye name taifa must la bow. Tanzania. Kila Coronavirus jina la piga goti. bow. Kirusi cha corona kipige goti. Coronavirus bow. Kipige In the goti. land of Tanzania Katika nchi ya Tanzania piga bow. goti. In the name of Jesus Katika jina la Christ. Yesu Kristo. Oh, spread no further. Spread no further. Hautoenea Spread tena. no further. Hautoenea Spread no tena. further. Hautoenea Spread no tena. further. Hautoenea In the tena. name of Jesus, Yesu we Kristo. put you to a store. Eli kabo shakaba. Is somebody declare Kuna in mtu the name anatamka. of Jesus Katika Christ? jina la Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Oh, Kristo. siakatekotelia. Eshukatalaba. Ebutakabababa. We invoke the power in the name of Jesus Tunatumia nguvu katika jina la over Yesu. this land of Dhidi Tanzania. ya nchi ya We Tanzania. declare Tunatamka coronavirus shall not be traced kirusi anymore. cha corona hakitopata nafasi kwa yeyote. Dies in this environment. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody that believes shout it louder. Kama unaamini Amen. sema amina kubwa. Jesus, thank you. Yesu asante. Somebody believe shout it louder. Unaamini sema Amen. amina kubwa. Somebody believe shout it louder. Unaamini Amen. sema amina kubwa. So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. Wave your hand to Jesus and appreciate Mpungie Yesu mikono za kusimama sasa. Appreciate him. Simama, mpungie And mikono, I pray, I shukuru. decree in the name of Jesus Christ. Natamka kwa jina la Kristo. Any sickness that followed you here, Kila ugonjwa uliokufuata hapa drop off you now in the name unatoka of kwako Jesus kwa jina Christ. la Yesu. I cause that sickness Na from its laani huo root now. ugonjwa kutoka kwenye In the mizizi sasa. name of Jesus Katika Christ. jina la Yesu Kristo. And I declare you healed Natamka now. umepona. In the name of Jesus Katika Chrisst. jina la Yesu. I declare you healed Natamka now. umepona. In the name of Jesus. Katika jina la I Yesu. declare you made Natamka whole. umepona. In the name Katika of jina Jesus la Yesu Christ. Kristo. And we declare this land free from coronavirus. Natamka hii nchi iko huru mbali na And we kirusi cha corona. decree in the name of Jesus. Natamka katika jina la Let Kristo. the healing power Kuwepo na nguvu ya uponyaji flows to everyone afflicted of it. kwa kila aliyeumwa Wherever au they ugonjwa. are. Popote walipo. We declare them Natamka healed. wamepona. 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 So shall it be. Ndivyo itakavyokuwa. I'm not hearing a louder Sikia amen. amina kubwa. God, thank you Bwana asante for giving us victory. kwa kutupa ushindi. Check yourself, you are healed. Jitazame If umeshapona. it is going to lab tomorrow, check you are Kama healed. itahitajika kwenda kwenye vipimo Because kesho, the name of nenda Jesus makes it kapime, happen. umeshapona, jina la Yesu So shall limeshatenda. it be. Ndivyo Wave your itakavyokuwa. hand and appreciate Funga God. mikono yako, mshukuru Mungu. Oh, thank you, Jesus. Asante Yesu. Oh, hallelujah to your name. Haleluya kwa jina lako. Hallelujah to your name. Haleluya kwa jina lako. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Clap those hands for Jesus Pigie Bwana Christ. Yesu makofi. Hallelujah. Haleluya. Have your seat. Tafadhali keti. If you came with a thanksgiving offering, Kama ulikuja na ile sadaka ya shukrani ya pamoja we are going sasa. to praise God now. Tunakwenda kumsifu Mungu sasa. Despite that our time is almost
Pasipo kujalisha muda wetu unakaribia kuisha. We have to do that. This is the last Lazima service. tumsifu Mungu. And I want you to know, in the midst of this praise, nataka ujue katikati ya hizi sifa, your healing testimonies will be ushuhuda confirmed. wako wa uponyaji utadhihirika. Dance and celebrate God. Cheza, msherekee Mungu. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, whatever you are doing, do it in the name of the Lord. Inasema lolote ulifanyalo lifanye kwa jina la Bwana. Cheza kwa jina la Bwana. Hallelujah. Hallelujah. You came with a thanksgiving seed. Umekuja na ile sadaka ya shukrani ya You pamoja. have not given your offering. Au hujatoa sadaka yako, ulichelewa. Your thanksgiving seed is blessed. Sadaka yako ya shukrani ya pamoja And God will do more things for you. Na Mungu atakutendea mambo makubwa zaidi. Stand up on your feet now. Simama kwa miguu yako Choir will sasa. be singing now. Wote tusimame, wote tusimame. Make sure you are dancing. Tafadhali kwaya It is itaimba na hakikisha celebration unacheza. praise. Ni sifa za kusherekea. We might not have time to call you out here, but if it's necessary, we will know. We will know. If we have time, we will tell you. Ikiwa na But make muda sure, basi tunaweza kuwaita check kutoa yourself. ushuhuda. Something has happened in your life today. Lakini uko unacheza, jitazame kuna kitu kimetokea katika maisha Many will yako. happen as we are singing praise. Na shuhuda nyingine zaidi zitatokea tutakapokuwa tukisifu sasa. Choir sing. Kwaya tuimbe. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue confess. At the mention of your name, your name, Lord, every knee must bow, 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 bow. At the mention of your name, every tongue confess. At the mention
be permanent in the name of Jesus Christ. Itadumu furaha katika jina la Yesu. Clap your hand for Jesus. Pigia Bwana Yesu makofi. Please have your seat.